Karibu kwa channel yangu, wale ambao ni wageni karibu sana. Returning subscriber, returning viewers, wacha Mungu akawabariki kwa support yenu na Mungu akazidi kuwainua na akawatimishie haja ya mioyo yenu. Wacha tuendelee kuinuka kwa pamoja. Tunaenda kusoma andiko la Bwana, tuambia kwamba majaribu tunayoyapitia si jambo geni, ambayo ni mambo ya kawaida. Kila mmoja anapitia changamoto, kila mmoja ako na mapito yake anayoyapitia. Ndipo Biblia inatuambia kwamba tunapopitia katika hii hali, tunafaa tusimame imara ya kwamba ni kwa muda mchache tu, yote yataisha, na kila mmoja unayeona ako na changamoto zake, ako na mapito yake ambayo anayapitia yeye mwenyewe. Tunaposoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, ambayo inatuambia hakuna jaribu lolote lililowapata ambalo si la kawaida kwa mwanadamu, na Mungu ni mwaminifu hata ruhusu mjaribiwe kupita uwezo wenu, lakini mnapojaribiwa, Mungu ni mwenye uaminifu, Mungu ni mwenye uwezo. Hawezi akaturuhusu tukaweza kujaribiwa kupita uwezo wetu. Majaribu unayopitia, changamoto zinazokupata katika hii maisha, jua ya kwamba si jambo geni, ni mambo ya kawaida. Hilo unalopitia, watu wengi wako na changamoto kama hizo, lakini sana sana tunapopitia hali ngumu, tunapopitia machangamoto, hakika tutafikia kwamba ni sisi tu majaribu yanaonea, ni sisi tu dhoruba zinatupata kila mahali. Lakini Mungu, Biblia inatuambia kwamba ni mambo ambayo ni ya kawaida, na Mungu mwenyewe ni mwaminifu, hawezi ruhusu chochote ukakipata kupita uwezo wako, atafungua njia ya kutokea. Inafaa tusimame katika hali tunapitia, inafaa tusimame kwenye changamoto, kwenye mapito yako, jua ya kwamba Mungu ni mwaminifu, hajakuacha. Yu na wewe, yu pamoja na wewe. Haijalishi ni kipi kinakusumbua, haijalishi uko na kwa alikani kwa wakati wa sasa, lakini jua ya kwamba Mungu hata ruhusu majaribu yakakupate kupita uwezo wako. So yale unayopitia kwa sasa, jua kwamba Mungu ako na uwezo anajua uko na uwezo wa kuyavumilia, anajua uko na uwezo wa kusimama ili ukawe mshindi katika hiyo hali ulio nayo. Tuache tumtumainie Bwana, tukasimame katika mapenzi ya Bwana. Yale tunayopitia, tujue kwamba Mungu yupo pamoja nasi, yeye ni mwaminifu, hatatuacha. Hawezi tuipisha, bali atazidi kuwa pamoja nasi, atazidi kutuonekania, atazidi kutuongoza kwa kila jambo, ili tukaweza kushinda yale tunayoyapata. Humu duniani changamoto ni mingi, mapito ni mengi, lakini nafaa sisi tukasimame, tujue kwamba Mungu anajua na kuna kila sababu ili mimi nikaweza kupitia haya, na naamini ya kwamba nitakuwa mshindi katika hii hali. Tusimame katika mapenzi ya Bwana, tutembee sawa sawa na mapenzi yake, tutaona ushindi katika maisha yetu, tutaona mambo makuu yakibadilika kwenye hali yetu. Unapopitia ile hali, jua watu wengi wako katika ile hali, hauko peke yako. Kila mmoja hakuna changamoto zake. Utaweza fikiria wengine wanafurahia, ujiulize mbona mimi napitia haya, wali wengine wako na furaha, hawana changamoto. Kila mmoja ako na changamoto. Ni najua kwamba Mungu ni mwaminifu, na aliporuhusu yeye akanipate, anajua kwamba nitastahimili, nitasimama na nitakuwa mshindi katikati ya hii mapito, na hakika tukifanya hivyo Mungu atatuwezesha. So jua kwamba Mungu atafungua njia, Mungu atakuonyesha njia ukaweza kutoka ili ukaacha mapito. Tukiangalia na watu wengi wamekuwa katika hali ngumu, lakini walivumilia katika ile majaribu kwa sababu Mungu alikuwa anaamini ya kwamba hawa watavumilia katika hii hali na watakuwa washindi katika majaribu. Hata ikuwe moto vipi, hata ikuwe ya uchungu vipi, vumilia katika hiyo hali. Mungu atakuwezesha ukaweza kuwa mshindi, ukaweza kutoka huku ndani ili ukaona ushindi wa Bwana, ukaweza kuwa na ushuhuda kwamba hakika Mungu ni mshindi, Mungu ni mweza yote, ndiye amenifanya nikasimama na kuvumilia yote, sasa nimekuwa mshindi. Nimetuambia kwamba tuwe washindi, tusimame kwenye chochote tunachokipitia, jua kwamba Mungu yu pamoja na wewe. Mungu hajakuacha. Mungu hawezi kuipisha, atatembea pamoja na wewe, atakulinda, atakuhifadhi, atatenda mambo makuu katika maisha yako, na hakika utayashinda yote. Hiyo ndio unajua cha unapitia, na hilo uko karibu kukata tamaa, kwa sababu unaona kwamba hautafanikiwa, hautakuwa unastahili, hautavumilia hadi mwisho katika hayo majaribu. Lakini Biblia iko hapa inatuambia kwamba chochote unachopitia,
Mtumainie Bwana, utakuwa mshindi. Simama imara, usitingishike. Majaribu yasipate ukatingishike, ukasahau, hata ukasahau wewe mwenyewe, bali jua ya kwamba Mungu aliyeruhusu yale katika maisha yako kwa sababu na kusudi ambalo analichua yeye mwenyewe. Utakuwa mshindi na mambo yatabadilika katika maisha yako. Hiyo kitu si ya milele, ya muda mchache tu. Changamoto zitaisha na maisha yako yatakuwa sawa. Vumilia katika hali yoyote, mwangalie Bwana, mtumainie kwa kila jambo. Hata kuipisha, bali atafungua njia pasipokuwa na njia, atakuweka hadi kiwango kingine. Utaona matokeo ya kuvumilia, utaona matokeo ya kustahimili katika shida, katika changamoto, katika dhoruba za maisha. Mungu ni mwaminifu, ametuahidi na akiahidi atatenda, hawezi tuacha. Simama katika Bwana, wacha akatuongoze, wacha akatulinda, akatuhifadhi, akatuweke hata kiwango kingine. Kila nguvu zitakayoinuka kinyume sisi zinatufanya tufe moyo ili tusiweze kuvumilia katika zile shida, katika majaribu. Mungu akaweze kusiondoa, ndipo sasa tukaweza kusimama tukijua kwamba Mungu yeye ni mwenye uwezo, ako kwa upande wetu, hawezi tuacha, hawezi tuipisha. Tutatembea na yeye hadi mwisho wa safari. Mtumainie Bwana na kila kitu katika maisha yako, utaona ushindi wake, utaona ukuu wa Bwana katika maisha yako. Yale unayopitia hauko peke yako. Watu wengi wako katika ile hali, hata kama wana furaha, ndani yao wanaumia, ndani yao kuna maswali, ndani ya maisha yao mioyo imebeba vitu mingi. Sasa hautuko peke yetu, wacha ukawe na nguvu ya kwamba utajitahidi kwenye ile shida, utajaribu katika ile majaribu, na mwisho wake utakuwa mshindi, na hakika Mungu atakuwezesha. Hawezi kuipisha, hawezi kuacha. Alianza safari njema katika maisha yako, hawezi kukuachia njiani, lazima akuongoze hadi tamati ya maisha. Wacha Bwana akawabariki, neema ya Bwana ikazidi kuwatawala milele. Amen.